Na mtazamaji wangu, ni pigo jipya kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na kile ambacho chama Chadema kimeweza kuzungumza na hata kutoa taarifa hii ya kwamba hawapo tayari kwa kumtambua Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Mbaya kabisa, ombi ambalo limeweza kutolewa na chama cha CCM kuwa na mazungumzo ama handshake kati yao na chama Chadema. Chama Chadema kimeweza kutupilia mbali taarifa hiyo, hatua ambayo hivi sasa inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wakuu wa chama cha CCM. Haya yote ni kutokana na maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kutokana na waandamanaji kuendelea kuandamana kwa kupinga matokeo ya urais, pia kudai ya kwamba uchaguzi ulioratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 haukuweza kuwa huru na haki. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa inaonekana kuwa na pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani chama cha Chadema kimeweza kukataa handshake na hata mazungumzo yoyote yale kati yao pamoja na chama cha CCM, kwani chama cha Chadema kimeweza kubaki na msimamo ya kwamba mbeleni, kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, kuna hashtag ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuanzisha, ila hakuna yeyote yule kutoka katika viongozi wa serikali ya awamu ya 6 na CCM hawakuweza kumsikiza Mheshimiwa Tundu Lissu. No reform, no election. Na hatua hiyo iliweza kuchangia pakubwa kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo wafuasi wa chama cha Chadema hawakuweza kulifurahia, na ndipo ambapo leo hii kwa mara nyingine pendekezo na mjadala unaozidi kujadiliwa hivi sasa ni ya kwamba hata iwapo serikali ya awamu ya 6 itaweza kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu huru, basi hakuna chochote kile kitaweza kusababisha waweze kuwa na mazungumzo, kwani muda uliokuwa wameweza kuwapa hawajaweza kufanikisha ama kuachieve kile ambacho walikuwa waweze kuafikiana makubaliano, ndipo ambapo uchaguzi uweze kufanyika. Vile vile mtazamaji wangu, gumzo nzito hivi sasa ni kutokana na maandamano yanayozidi kuonekana. Uongozi mzima wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, viongozi wakuu wa chama cha CCM wanaonekana kushindwa kudhibiti, hatua ambayo inazidi kusababisha hasara ya mamilioni kwa wafanyabiashara za watu binafsi na hata baadhi ya watu ambao wapo katika chama cha CCM, wengine waliokuwa kihudumu katika serikali ya awamu 6. Mtazamaji wangu, hatua hii hivi sasa inazidi kukosolewa na hata kujadiliwa, kwani kutokana na kile kinachozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, uongozi mzima wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado uliweza kuchukua hatua ya kumtangaza Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama mshindi katika uchaguzi ulioweza kupita, hatua ambayo Watanzania wengi hawakubaliani nayo, hatua ambayo inazidi kumsababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuendelea kupoteza umaarufu wake, uaminifu kwa Watanzania, kwa kile ambacho kinazidi kushuhudiwa katika maandamano ya vijana Gen Z. Na mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba vijana Gen Z bado wanazidi kuomba mabadiliko yaweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, na mabadiliko haya ni kama katiba mpya, vile vile uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, ndipo ambapo chama cha Chadema kiweze kumtoa mwakilishi wao atakayepeperusha bendera katika uchaguzi mpya, sawia na chama cha CCM kiweze kutoa mgombea wao wa urais. Na mtazamaji wangu, kwa wakati huu, kutokana na kile ambacho kimeweza kushuhudiwa, huenda viongozi wakuu wa chama cha CCM waliokuwa wameweza kupuuza
walichoambiwa na aliyekuwa kihudumu kama balozi wa Cuba ambaye ni Mheshimiwa Humphrey Polepole. Hivi sasa kwa mara nyingine huenda wakaweza kuzingatia mambo hayo, kwani sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kutoa tahadhari kubwa kipindi na wakati ambapo akiwa anahudumu kama balozi, na kipindi ambapo aliweza kuacha kazi kama balozi huko Cuba, aliweza kurejea katika Jamhuri ya Tanzania na kuanza kuhamasisha na kufahamisha Watanzania yale ambao hawayafahamu kuhusiana na chama cha CCM, na kwa njia moja ama nyingine waliweza kupoteza pakubwa imani, ambapo Watanzania wengi waliweza kugeuka na hata kutofurahishwa na jinsi ambavyo chama cha CCM kinazidi kufanya, jambo ambalo limeweza kuwa athari pakubwa. Ila nikumbuke kwamba kwa njia moja ama nyingine, iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu leo hii ataweza kuachiwa huru, uchaguzi mpya uweze kufanyika, moja kwa moja wote waliokuwa wakiandamana na hata baadhi ya viongozi walioko katika chama cha CCM huenda tukaweza kushuhudia kumpigia kura Mheshimiwa Tundu Lissu, hatua ambayo itaweza kusababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine uchaguzi uweze kuonyesha wazi kwamba Watanzania wasingependa aweze kuhudumu kama rais wa Jamhuri ya Tanzania, na sio kuhudumu tu, ila kuwa rais aliyeteuliwa na wananchi wa Tanzania. Hatua hii inazidi kumathiri pakubwa katika azma yake ya kisiasa, kwani ni tofauti kabisa na alivyoweza kutarajia. Ila ikumbuke kwamba haya yote huenda yameweza kusababishwa na utumiaji wa nguvu kupita kiasi, kwani tumekuwa tukishuhudia kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, Watanzania wengi waliokuwa wakikosoa viongozi wa chama cha CCM, hata katika baadhi ya rali za CCM walikuwa wakiitwa ama maafisa wa polisi kuombwa waweze kuwashughulikia sawia na jinsi ambavyo kiasi kikubwa cha fedha kilichoweza kutumika katika rali za CCM kipindi na wakati ambapo watu walikuwa wakilipwa kwa ajili ya kuhudhuria rali. Mtazamaji wangu, kwa wakati huo ilikuwa ni dalili wazi ya kuonyesha jinsi gani ambavyo chama cha CCM kimeweza kupoteza umaarufu wake hadi kiweze kufikia mahali kwa ajili ya watu kuhudhuria rali zao lazima waweze kulipwa na pia kupewa usafiri wa bure. Mtazamaji wangu, kwa ukweli wa mambo, mwaka 2025 kampeni za siasa za CCM zimekuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo CCM imekuwa ikifanya siasa hapo awali. Mtazamaji wangu, wakati wake John Pombe Magufuli akihudumu awamu ya kwanza na ya pili, hata rais mstaafu Jakaya Kikwete, hakuna kipindi na wakati ambapo waliweza kulipa watu kuhudhuria rali zao za CCM, ila kwa uchaguzi ama katika rali zilizokuwa zikifanywa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia watu kulipwa kwa ajili ya kuhudhuria rali za CCM, jambo ambalo linadhihirisha wazi jinsi gani ambavyo utumiaji wa nguvu kupita kiasi umeweza kutumika, utumiaji wa rasilimali, pesa ambazo zingeweza kufanikisha miradi ya serikali. Je, mtazamaji wangu, mtizamo wako ni upi? Tuachie maoni yako kuhusiana na chama Chadema kukataa kabisa kutambua Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama mshindi kwa uchaguzi uliofanyika kikatiba, sawia na jinsi ambavyo chama Chadema hakipo tayari kwa mazungumzo yote yale naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Bye bye until the next video.